الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, nawausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulimwenguni leo panazungumzwa neno linaloitwa future smart. Kwenye lugha ya Kiarabu wanaita al-mustaqbalu dhaki. Wanapozungumzia future smart, wana maana ni ule uwezo wa mtu kufikiri mambo yatakayokuja baadaye na kujipanga nayo katika biashara, katika mambo ya uchumi, mazingira, elimu, ili mradi mambo yote yale ya kidunia. Namna ya wewe kuwa future smart ni kuyajua nini yatatokea na kujipanga nayo ili yakitokea wewe usiachwe nyuma. Na wakagawa kwamba future smart inagawika sehemu mbili. Kuna future smart kwa maana ya taasisi na kuna future smart kwa maana ya mtu mmoja mmoja. Future smart ya mtu mmoja mmoja inaanza na wewe. Sisi kwenye Uislamu, badala ya kufikiria tu kwamba leo biashara iko hivi, hali ya biashara hii itakuwaje miaka 30 baadaye, ili ujipange nayo, la kwanza linaloanza ni wewe kwenye future smart, kwa namna alivyotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametuambia katika Qur'ani kwenye suratu Tahrim aya 6, baada ya bismillahir rahmanir rahim, ametuambia ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mwenyezi Mungu anatuambia kuhusu hali itakavyokuwa baadaye, na sisi tuwe future smart. Anasema, enyi wale ambao mlioamini, ziokoeni nafsi zenu na muokoe nafsi za wale ambao nyinyi ndio viongozi wao, familia zenu, watu wenu, mziokoe na moto wa Jahannam, moto ambao kuni zake ni watu na mawe, moto ambao walinzi wake ni malaika wenye nguvu sana, na kwa namna walivyowekwa na Mwenyezi Mungu hawaasi yale ambayo Mwenyezi Mungu amewaamrisha, hawaendi kinyume na wanafanya walioamrishwa. Wale future smart individuals kwenye Uislamu wanaishi na aya hii, wakifanya biashara, wakiajiriwa, wakilima, kila wanachokifanya aya hii wanaishi nayo, ndio kuwa future smart, kushughulika na kuokoa nafsi zao na nafsi za watu wao na moto wa Jahannam. Kuwa future smart kwenye Uislamu ni kuishi vile vile kwenye aya iliyomo kwenye suratul Kahf aya 49. Mwenyezi Mungu anatueleza mambo yatakayokuja kutokea baadaye kwenye siku ya Kiyama. Sio future smart ya miaka 30, 40 na 50, mambo yatakayotokea siku ya Kiyama, ili tuwe future smart kujiandaa na kujipanga vizuri. Anatuambia siku ile, baada ya bismillahir rahmanir rahim, wa wudi'a al-kitab, daftari la kila mmoja wetu la matendo yake aliyoyafanya ulimwenguni
litawekwa pale alione. Mwenyezi Mungu anasema fatara almujrimina mushfiqina mimma fi, utawaona wale watu waovu walioishi wakifanya asiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, wanaogopa yaliyomo ndani ya vitabu vile. Kila mmoja anaogopa yaliyomo ndani ya daftari lake. Wayakuluna, na kisha wanasema mali hadha alkitabi, kitabu gani hiki, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakiachi dogo wala kubwa isipokuwa kimehifadhi. Kila nilichofanya ulimwenguni na kikuta kimehifadhiwa huko. Mwenyezi Mungu anatuambia wawajadu ma amilu hadira, watakuta walioyafanya yote yamo ndani ya daftari. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, na Mola wako hatomdhulumu yoyote. Kuwa future smart ni jambo zuri, ili biashara zikibadilika usijikute huko nje, maana utakuwa huwezi tena kutoa zaka, kusaidia wengine, hata kujisaidia mwenyewe. Kuwa future smart kwenye education ni jambo zuri, unawaandaa watoto wako kwa elimu itakayowafaa miaka 30 baadaye. Ili mradi kuwa future smart kwenye kila mambo ya kidunia ya halali ni jambo zuri, lakini msingi wake uongozwe na kuwa future smart kwa kujiandaa na siku ya Kiyama, ili daftari lako liwe na mambo mazuri anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutaka tuwe future smart, na sio kwa kutabiri, kwa sababu kiulimwengu kuwa future smart kwa maana ya kufikiria hayo yatakayotokea mbele, mara nyingi ni dhana, inaweza kuwa, inaweza isiwe. Lakini kuwa future smart kwa kufikiri yanayokuja mbele na kuyafanyia kazi aliyoyaeleza Mwenyezi Mungu, aliyoyaeleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio ya kufikirika, ni ya kweli na tunatakiwa tujiandae nayo. Miongoni mwa haya, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia yati zamanun ala nasi, kuna wakati, kuna zama zitawafikia watu, alqabidu ala dinihi, yule atakaoshikamana na dini yake sawa sawa, anayoyataka Mwenyezi Mungu akafanya, asiyoyataka akayakimbia. Kalqabidhi ala aljamri, atakuwa kama mtu aliyokamata kaa la moto linamuunguza. Namna hali na mazingira na maisha yatakavyokuwa wakati huo, inawezekana ndo wakati wetu.
kwamba pale ulipoajiriwa, unapofanya anayoyataka muajiri wako, maisha yako pale inakuwa kama umekamata kala moto. Inawezekana unayo hali hiyo kwenye biashara. Wale unaofanya nao biashara, unapotaka kufanya kwa namna anavyopenda Mwenyezi Mungu na kuridhia, hali yako inakuwa ngumu sana kwenye ushindani wa biashara ile. Unakuwa ni kama umekamata kala moto. Kuwa future smart ni kuishi vile vile kwenye maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anatutaka tutambue kuwa sisi kama wazazi, sisi kama walezi, sisi kama wasimamizi wa familia na jamii, kila mmoja wetu ni mchunga. Na anatutaka tutambue, tutakuja kuulizwa juu ya kile tulichokichunga. Tujiandae, tujikague, tunachungaje? Kisha akasema, inna Allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah. Mwenyezi Mungu atakuja kumuuliza kila mchunga juu ya kile alichokichunga. Hafidha am dhayya, alichunga kwa namna iliyokuwa nzuri ya sawasawa, au hakutekeleza uchungaji kwa vile inavyotakiwa. Kuwa future smart ni kujikagua kwamba wewe una watoto, ndio mchunga. Kuna siku utakuja kuulizwa juu ya hao uliowachunga. Unadhani unachunga vizuri, kuwatayarisha kisawasawa? Ulimwengu leo unashughulika kuangalia kitu gani watoto wafundishwe, waandaliwe ili waje kuwa na mafanikio ikifika mwaka 2050. Kwa sababu mtoto aliyozaliwa leo kwenye kipindi hiki 2050 atakuwa na miaka 30 au 40 na kitu hivi. Ikiwa hali kwa sasa ndiyo hii, alqabidu ala dinihi kalqabidi ala aljamb, aliyoshikamana na dini yake kama kakamata kala moto, hali itakuwaje kwa mtoto huyu 2050 kama mchungaji hukufanya maandalizi ya sawasawa, kama mchungaji hukusimamia uchungaji wako vizuri? 2050 atakapokuwa kijana, na kama atakaa vizuri na umri wake mrefu, bado atakuwa yuko 2100, dini itakuwaje? Ataendelea kusimama kama ulivyokuwa wewe kuswali swala 5? Ataweza kufunga mwezi wa Ramadhani? Maandalizi yako yakoje? Kwa sababu utakuja kuulizwa juu ya huyu. Kwa future smart ni kuyazingatia haya na kuzingatia maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anayotuandaa vile vile. Anatuambia, inna baina yada saa, miongoni mwa alama za kiyama kutakuwa na fitna kaqit'i al-layli al-mudhlim. Fitna zitakuwa zilivyokuwa nzito ni kama vile pande la usiku lililokuwa na kiza kinene. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina, mtu asubuhi ataamka akiwa muumini, jioni inaingia hayuko katika uumini. Au jioni ni muumini, anaamka siku ya pili katoka sio muumini. Kuwa future smart ni kuyaelewa na kujiandaa sisi na kuandaa tunawasimamia kuwachunga. 2050 watakuwa na dini. Hivi tunavyoandaa kwa kuwekeza zaidi nje ya dini, watakuwa na dini. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواج ربيك وعمي وسبطائه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.